kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 14, na ananukuu mfalme Daudi kwenye Zaburi sura ya 51, mara baada ya kufanya uzinzi na Bathsheba na kupanga kifo cha Uria, kumtanguliza mbele kwenye vita, na Uria akafa, Daudi mfalme aliingia kwenye toba ya dhati. Mungu alimsamehe. Ijapokuwa Mungu aliweza kumsamehe, lakini madhara ya kile alichokifanya yalikuwa pale pale. Mwambie jina yako, Mungu ni rahisi kukusamehe makosa yako, lakini madhara ya uovu na makosa uliyofanya yanaweka alama mbele ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni rahisi kusema kwamba Daudi alifanya uzinzi, Daudi aliua na akapiga magoti, Mungu akamsamehe. Ni wepesi sana watumishi wa Mungu kuhubiri hivyo na kufundisha hivyo, ila hatuambii madhara yaliyotokana na kile kitendo cha kufanya uzinzi na mke wa mtu na kumuua mume wake. Hatutangazagi madhara. Kuna madhara ambayo yanatokea kwenye maisha yetu hata kama tujalala hapa chini ya jua, na yanaweza akatokea kama imetokea kwa mfalme Daudi kwa watoto wetu. Waswahili wanasema kile ambacho unamfanyia mtoto wa mwenzio, tarajia kama na wewe una uzao itakuja kutokea na kujilipiza kwa watoto wako. Jambo ambalo upendi litokee kwenye maisha yako, usimfanyie mwingine. Itakuwa ni mbegu ya uharibifu ambao itakurudia katika nyakati na majira mbele. Hata kama ukifanya na ukiomba rehema, maana walokole sisi ni mabingwa, tunafanya uharibifu, tunasema zipo rehema, ipo damu ya Yesu Kristo atatusamehe. Ni kweli anasamehe na anafuta kabisa, lakini madhara ya yale maovu tunayofanya muda mwingine kwa makusudi waga yanajirudia kwenye maisha yetu kama sehemu ya mbegu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Mungu alimsamehe mfalme Daudi, lakini ukisoma kwenye Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 13 hadi 18, akamwambia, kwa sababu umezini na umeua mke uliyezini naye, mtoto aliyezaliwa alikufa. Hiyo namba moja. Kulikuwa na migogoro mingi katika familia ambayo ilipelekea umwagaji wa damu kwa sababu tu ya uzinzi na Daudi kuua. Ijapokuwa Mungu alimsamehe, ila familia yake ilikuja kumwaga damu kama yeye alivyomwaga damu ya Uria, na kuna watoto wake wenyewe walikuja kumwaga damu wenyewe kwa wenyewe. Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 22, tunamwona Amnoni alimbaka dada yake Tamari. Hawa watoto wa familia moja, kwa sababu ya uovu aliofanya baba yao. Hata kama alisamewa, Amnoni akambaka, roho ikamwingia, akambaka dada yake Tamari. Uovu umeingia ndani. Yeye alibaka, akamkufuru Mungu, akaotoa uhai wa Uria ili aweze kutembea na mke wake. Vituko vinaanza ndani ya nyumba, watoto wanabakana wenyewe kwa wenyewe. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa, jamani wapendwa. Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 28 na 29, mwanaye mwenyewe wa kumzaa Absalom akaja kuwa muasi, akamgeuka, akataka kumtoa katika madaraka ya ufalme. Haya ni madhara. Halo? Samueli wa pili sura ya 15 ukisoma yote utaona Absalom baadaye alikuja kumwasi mfalme Daudi. Na Absalom kwenye Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 28 na 29 alimuua Amnoni ndugu yake kulipiza kisasi. Huyu amebaka, huyu anamuua ndugu yake, mtoto mara amekufa. Samueli wa pili sura ya 18 mstari wa 33, Absalom alikuja kufa vitani, jambo ambalo lilikuja kumuumiza sana mfalme Daudi. Lakini ukirejea hapo nyuma kwenye Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 12, Mungu anasema, maana wewe ulifanya jambo lile kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele za Israeli yote na mbele ya jua. Nitalifanya mchana kwa upe. Kuna mambo ambayo tunafanya yenye uharibifu na uovu, hata kama watu hawatuoni, ila Mungu anatuona.
Mungu anaona mpaka sirini. Mungu anasema ule uovu unaofanya kwa siri, kama una nia ovu ya kuangamiza na kuwaua watoto wa wenzako na kuwatakia wengine mabaya na uharibifu, kama una kizazi, utashangaa ule uovu, yale madhara, na watoto wako wanajua kufanyiwa vile vile na watu wengine, iwe ni mwanamke au iwe ni mwanaume. Kuna mtu mmoja anaongea naye hapa jamani asubuhi leo. Luka